Serikali ya Marekani imeamuru kuondolewa kwa wafanyakazi wasio wa dharura pamoja na familia zao kutoka ubalozi wa mjini Baghdad na maeneo mengine ya Mashariki ya Kati kutokana na kuongezeka kwa hatari za kiusalama, maafisa wa Marekani wamethibitisha Jumatano hii. Hatua hiyo imechukuliwa wakati mvutano kati ya Israel na Iran ukiongezeka, huku ripoti zikieleza kuwa Israel huenda iko tayari kuanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Kulingana na taarifa za CBS News, maafisa wa Marekani walielezwa kuwa Israel iko tayari kuanzisha operesheni dhidi ya Iran, hali iliyosababisha Marekani kujiandaa kwa uwezekano wa Iran kulipiza kisasi kwa kushambulia maeneo ya Marekani nchini Iraq na kwingineko. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani alisema, kutokana na tathmini yetu ya karibuni, tumeamua kupunguza idadi ya watumishi kutoka ubalozi wetu nchini Iraq, akisisitiza kuwa ni hatua ya tahadhari. Wizara hiyo pia ilitoa ushauri wa usafiri ikionya kuhusu ongezeko la mvutano wa kikanda. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth naye aliruhusu kuondolewa kwa familia za wanajeshi walioko katika nchi kadhaa za Mashariki ya Kati ikiwemo Kuwait, Bahrain na Kurdistan ya Iraq. Rais Trump amethibitisha uamuzi huo alipokuwa akizungumza katika kituo cha Kennedy, akisema wanahamishwa kwa sababu eneo hilo linaweza kuwa hatari. Tutaona nini kitatokea. Alisisitiza msimamo wa Marekani kuwa Iran hairuhusiwi kutengeneza silaha za nyuklia, huku akionyesha kushuka kwa matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya nyuklia na Tehran. Inaonekana wanachelewesha na hilo ni jambo la kusikitisha, Trump aliambia podcast ya New York Post. Hivi karibuni pia Trump alifanya mazungumzo ya dakika 40 kwa simu na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambayo alieleza kuwa yalikuwa na mvutano. Ingawa Trump alisema hadharani kuwa mazungumzo yalikwenda vizuri, CNN iliripoti kuwa alimshauri Netanyahu kutofanya mashambulizi dhidi ya Iran kwa sasa. Ripoti za kijasusi za Marekani zimeonyesha dalili za maandalizi ya kijeshi ya Israel, ikiwemo mazoezi ya angani na kusogeza silaha za anga, ingawa bado hakuna uamuzi wa mwisho wa kufanya mashambulizi. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Iran Brigedia Jenerali Aziz Nasilzadeh alionya kuwa iwapo mazungumzo yatashindikana na vita kuzuka, vituo vya kijeshi vya Marekani vitakuwa shabaha. Marekani haina chaguo bali kuondoka eneo hili, Nasilzadeh alisema, akisisitiza kuwa Iran ina uwezo wa kushambulia ngome za Marekani kote Mashariki ya Kati. Mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani na Iran ambayo yalipangwa kufanyika kwa awamu 6 mjini Muscat, Oman, yamekwama, jambo linaloongeza hali ya sintofahamu kuhusu usalama wa eneo hilo. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.